Sekunde chache ambazo zilitosha kubadili ulimwengu. Tarehe 6 Agosti 1945, dunia iliamka bila kujua kuwa ingetazama tukio ambalo lingebadili historia ya binadamu milele. Saa 2:45 asubuhi, ndege ya kivita Marekani iliruka kuelekea mji wa Hiroshima, Japan, ikiwa imebeba silaha ambayo haijawahi kuonwa wala kufikiriwa hapo awali. Silaha hiyo ilikuwa ni bomu la nyuklia. Sekunde chache baada ya bomu hilo kuachiliwa, mwanga mkali kuliko jua ulitanda angani. Ndani ya muda mfupi, mji mzima uligeuka kuwa majivu. Maelfu ya watu walipoteza maisha papo hapo, wengine wakachomwa bila hata kujua kilichowapata. Majengo yakaporomoka, miti ikateketea na ukimya mauti ukatawala mahali palipokuwa na uhai dakika chache kabla. Kilichotikisa dunia zaidi hakikuwa idadi ya vifo pekee, bali nguvu ya silaha hiyo. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia ambapo binadamu alitumia nguvu inayoweza kufuta mji mzima kwa sekunde chache tu. Dunia ikatambua kuwa akili ya mwanadamu inaweza kuwa baraka au laana. Siku 3 baadaye, tarehe 9 Agosti 1945, bomu la pili lilidondoshwa Nagasaki. Ujumbe ulikuwa wazi, dunia ilikuwa imeingia katika enzi mpya ya hofu na tahadhari. Ndani ya muda mfupi, Japan ilisalimu amri na vita vya pili vya dunia vikafikia tamati yake. Lakini majeraha ya Hiroshima na Nagasaki hayakuishia mwaka huo. Miaka mingi baadaye, manusura walipambana na magonjwa ya mionzi, ulemavu wa kudumu na kumbukumbu chungu zisizofutika. Watoto walizaliwa na madhara ya kiafya na kizazi kizima kikabeba mzigo wa uamuzi uliofanywa kwa sekunde chache.